Mkuu wa usalama nchini Iran, Ali Larijani, anasema kwamba hawataingia katika mazungumzo yoyote na Marekani kama alivyosema rais wa Marekani Donald Trump. Mkuu huyo wa usalama nchini Iran amesema kamwe Iran haitofanya mazungumzo na Marekani. Mkuu wa usalama huyo ametangaza, hatutajadiliana na Marekani. Hii ni kupitia chapisho la mtandao wa kijamii kutoka kwa Ali Larijani ambaye alikuwa mwaminifu na karibu na mshauri wa kiongozi mkuu aliyeuawa wa nchi Ayatollah Al-Khamenei. Lilikuja kujibu ripoti kwamba Iran inajaribu kufufua mazungumzo na Washington. Rais wa Marekani Donald Trump alitoa maelezo kwamba uongozi mpya wa Iran unataka mazungumzo na Marekani, lakini amesema kwamba ni wakati ambapo mashambulizi yanaendelea. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu ni mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kutaka kusitisha vita hivi. Vita hivi ambavyo kimsingi baadhi ya maafisa wake walikataa Marekani kufanya shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeonyesha uhalisia wa namna ambavyo majibu ya Iran yanaonekana. Iran inaleta uharibifu mkubwa katika kambi za kijeshi za Marekani, lakini pia inafanya uharibifu mkubwa wa makombora yake ya ballistic katika maeneo kama vile Israel ambayo iliamua kuungana na Marekani kuishambulia Iran, wakiamini kumuua Ayatollah Al-Khamenei ndio wataweza kuitawala Iran watakavyo. Hata hivyo, kuna baadhi ya taarifa ambazo rais wa Marekani alimwambia mtangazaji wa NBC News kwamba sasa wanapanga nani atakayeiongoza Iran kwa wakati huu. Kumbuka wakati huu tayari Iran imeshateua viongozi wa kijeshi ambao wanashika nyadhifa za wale waliouawa, lakini pia na nafasi ya Ayatollah Al-Khamenei tayari kuna mtu anaikaimu, huku wakiendelea na mapambano na maombolezo ya siku 40 kabla ya kuteua kiongozi mkuu wa taifa hilo la Kiajemi. Rais Donald Trump siku ya jana Jumapili alisema kwamba uongozi wa kisiasa wa sasa wa Iran umekubali mazungumzo siku moja baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi na kumlenga kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei ambaye wamemuua. Trump alisema, wanataka kuzungumza na nimekubali kuzungumza, kwa hivyo nitakuwa nikizungumza nao. Trump alimwambia ripota wa jarida la Atlantic siku ya jana Jumapili. Walipaswa kufanya hivyo mapema, walipaswa kutoa kile ambacho kilikuwa cha vitendo na rahisi kufanya mapema. Walisubiri kwa muda mrefu sana, alisema hivyo kiongozi huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Maoni hayo yalikuwa ni baadhi ya maoni ya kwanza kutoka kwa rais tangu alipotangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani ilikuwa imeanza operation kubwa ya kivita nchini Iran. Trump hakufichua ikiwa mazungumzo yoyote yatafanyika Jumapili au wiki ijayo, akimwambia Michael Skera wa Atlantic kwamba siwezi kukuambia hilo, na akibainisha kuwa baadhi ya maafisa wa Iran ambao walikuwa wamehusika katika majadiliano kabla ya mashambulizi walikuwa wameuawa. Wengi wa watu hao wametoweka. Baadhi ya watu tuliokuwa tukishughulikia nao wameshatoweka. Kwa sababu hilo lilikuwa jambo kubwa. Hilo lilikuwa ni pigo kubwa, alisema. Wangefanya hivyo mapema, wangeweza kufanya makubaliano, wangefanya mapema. Walicheza vizuri sana, alisema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Hata hivyo, Ali Larijani, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, ambaye alikuwa ni mwaminifu kwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema Iran kamwe haitokubali kuingia kwenye mazungumzo hayo, kwani wakati huu haiwezi kuomboleza huku ikizungumza na muuaji ili kusimamisha vita. Zaidi itahakikisha kwamba inalipa kisasi kisichomithilika kwa kufanya mashambulizi mazito ndani ya Israel na kwingineko katika kambi za kijeshi za Marekani popote zilipo, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Moja kati ya kauli ambazo zimetolewa pia na rais wa Iran Masoud Pezeshkian ni kwamba watajibu kile ambacho kimefanywa na utawala wa kidhalimu wa Marekani pamoja na Israel, na watajibu kisasi cha kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei. Kwa hivyo kimsingi Iran haiwezi kaingia katika mazungumzo, na wachambuzi kama ambavyo tumesema wanamuona Donald Trump ambaye ameahidi ndani ya wiki moja kumaliza vita hivyo. Sasa anaona hali inakuwa tofauti na kwamba anaandaa mazingira ya kufanya kama ilivyokuwa katika vita vya siku 12. Mtazamaji, baada ya kutangaza kusitisha vita hivyo, baada ya kuona baadhi ya kambi zake hasa kambi ya Al Udeid ya nchini Qatar ilivyoshambuliwa. Mtazamaji wa The World News, bado vita vinaendelea.
Iran inaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali katika Mashariki ya Kati, lakini pia washirika wake hasa makundi ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na kundi la Hizbullah pamoja na Wahuth, nao pia wameahidi kwamba wataendeleza mashambulizi, huku wapiganaji wa Kihuth siku ya jana Jumapili wakitumia roketi pamoja na makombora kuishambulia Israel. Endelea kuwa nasi, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Damu Hussein.